Katika karne ya 18 na ile karne ya 19 zilikuwa ni zama za kiza kwa watu wenye ngozi nyeusi, zama ambazo ubinadamu wa Mwafrika ulitupwa mbali na utu wake ukauzwa kama bidhaa sokoni. Wakati dunia ya Ulaya ilijiona imeendelea kwa sayansi na ustaarabu, Afrika ilikuwa ikianguka taratibu mikononi mwa walowezi waliokuja kwa jina la ustaarabu, lakini wakaleta minyororo, kejeli na maumivu. Katika masoko ya watumwa, mili ya watu weusi ilipimwa kama mizigo, nguvu zao zikitumiwa, heshima yao ikidhalilishwa na sauti zao zikinyoshwa kimya. Lakini hata baada ya utumwa wa wazi kupungua, ubaguzi uliendelea kwa sura mpya. Sasa Mwafrika hakuuawa kwa panga, lakini kwa macho ya kejeli, kwa midomo ya vicheko, kwa maonyesho ya kudhalilisha yaliyoitwa burudani yalimkumba Mwafrika. Ulaya ilianza kuwa na kiu ya ajabu kutoka Afrika. Watafiti wakawa wanawaita viumbe wa kigeni, wakihusisha maumbile yao na tafsiri potofu za kisayansi. Miili ya Waafrika, hasa wanawake, ikawa ujanja wa kutafiti, kushangaa na kuchekwa. Na katika kipindi hicho cha giza, simulizi moja ikazaliwa. Simulizi ya mwanamke mdogo kutoka kabila la Khoisan, aliyetoka kusini mwa Afrika akiwa na ndoto za maisha bora, lakini akajikuta amegeuzwa kuwa kivutio cha watu katika mabanda huko Ulaya. Jina lake lilikuwa Sarah Baartman, mwanamke ambaye ulimwengu ulimfanya onyesho, lakini historia imemfanya sauti ya ukombozi. Leo tutasimulia simulizi ya Sarah Baartman, mwanamke kutoka South Africa aliyedhalilishwa na wazungu kama kivutio kwa sababu ya maumbile yake kuwa makubwa na wazungu kuona ni sehemu ya burudani kwao. Jina langu ni Joseph Makori, Mr. P, Mr. Producer. Ndani ya Jicho la Upendo, nikukumbushe kusubscribe YouTube channel ya kwangu ili kupata simulizi zenye hisia na mafunzo kama za Sarah Baartman. Miaka ya mwanzoni mwa karne ya 19 katika nyanda za Cape Town, Afrika ya Kusini, aliishi binti mrembo mwenye asili ya Khoikhoi, yani Khoisani, aitwaye Sarah Baartman. Yeye alizaliwa takriban miaka 1789 katika kijiji kidogo kilichojaa utamaduni, muziki na maisha ya kijadi. Sarah alikuwa na ndoto kama wasichana wengine wa wakati wake, kuwa na familia, kuishi na amani na kuheshimika kama mwanamke wa kabila lake. Lakini dunia ilikuwa haijajifunza kuona uzuri wa mtu mweusi kama thamani ya utu. Kwa macho ya walowezi, yani wazungu, kila kitu cha Kiafrika kilikuwa cha ajabu, cha kigeni na mara nyingi cha kudhalilishwa. Sarah alikuwa akijulikana kwa maumbile yake ya kipekee, hasa makalio yake kuwa makubwa, aina ya umbo linaloitwa steatopygia, sifa ya kawaida kwa baadhi ya wanawake wa kabila lake. Wakati huo wazungu walikuwa wakitawala Cape, waliona hilo ni kama kitu cha kuvutia sana kwa njia ya kigeni. Mnamo mwaka 1810, mwanaume Mholanzi aitwaye Hendrik Caesars pamoja na mshirika wake Mwingereza Alexander Dunlop walimshawishi Sarah kuondoka naye kuelekea Uingereza. Walimwahidi maisha bora, utajiri, kazi na heshima, lakini walichokuwa wamepanga sio kazi, bali ni kumtumia Sarah katika mabanda ya maonyesho. Binti Sarah alipelekwa Londoni na kupewa jina la kejeli Hottentot Venus, jina lililolenga kumfanya aonekane kama kiumbe wa ajabu na si binadamu wa kawaida. Kila siku alisimamishwa jukwaani nusu uchi kabisa, watu wakimwangalia, wakimcheka, wakimlipa kwenye onyesho ili wamguse na wampime maumbile yake kwa kejeli nzito sana. Gazeti moja la Kiingereza lilimuita Sarah mnyama wa kigeni kutoka Afrika, likimlinganisha Sarah na wanyamapori kama pundamilia, tembo na wanyama wengine. Sarah hakuwa tena binti wa kabila la Khoisani, alikuwa ni bidhaa ya ajabu kwa macho ya wakoloni. Baada ya muda alipelekwa Ufaransa ambako
aliuzwa kwa mchekeshaji mmoja aliyeonyesha viumbe vya ajabu kwenye maonyesho katika mabanda huko Paris, Ufaransa. Maisha ya Sarah yalizidi kuwa magumu. Alitumiwa kama jaribio la kisayansi na madaktari wa Kifaransa waliotaka kuthibitisha tofauti kati ya watu weusi na wazungu. Wakati mwingine walilazimisha kujionesha kwenye vyumba vya siri vya watafiti, wakipimwa na kupigwa picha bila hata ridhaa yake. Na hata baada ya mateso hayo yote, rekodi zinaonyesha kwamba Sarah mara nyingi alijaribu kuonyesha utu wake, yaani alikataa kudhalilishwa zaidi na alitaka kurudi nyumbani, lakini hakuwahi kupewa nafasi hiyo na walowezi. Sarah Baartman alifariki mnamo mwaka 1815 akiwa kijana wa takriban miaka 25 peke yake, akiwa maskini wa kutupwa na mgonjwa wa kupindukia huko Paris, Ufaransa. Lakini hata baada ya kifo cha Sarah, bado walowezi hawakumwacha apumzike kwa amani. Wanasayansi wa Kifaransa wakiongozwa na Georges Cuvier walitoa viungo vyake na kuvihifadhi, viungo kama vile fuvu, ubongo na sehemu za siri, makumbusho ya Musée d'Orsay mjini Paris, na hii waliita kama vithibitisho au kumbukumbu vya mtu na binadamu wa tofauti kuliko wanadamu wengine. Kwa zaidi ya miaka 150, mabaki ya Sarah yalibaki kwenye makumbusho hayo, yakionyeshwa kama kielelezo cha kisayansi cha mwanamke wa Kiafrika. Mpaka kufikia mwaka 1994, baada ya uhuru wa Afrika ya Kusini na kuingia kwa utawala wa Nelson Mandela, ndipo serikali ya Afrika Kusini iliomba rasmi mabaki ya Sarah yarudishwe nyumbani kwao. Baada ya majadiliano marefu, Ufaransa ilikubali mwaka 2002, ndipo mabaki ya Sarah yakarudishwa nchi ya Afrika ya Kusini. Sarah Baartman hatimaye alizikwa kwa heshima katika ardhi ya nyumbani ya Gamtons Valley hapo Afrika ya Kusini miaka 187 baada ya kifo chake. Sarah Baartman amebaki kuwa ishara ya unyanyasaji wa mwanamke wa Kiafrika, wa ubaguzi wa rangi na wa namna dunia ilivyowahi kutazama miili ya watu weusi kama mali na maonyesho, kiburudisho na tafrija wakati huo wa karne hizo. Lakini pia ni ishara ya uthabiti kwamba hata baada ya kudhalilishwa, historia iliandikwa jina lake, si la watesi wake kabisa. Leo hii jina la Sarah Baartman limekuwa alama ya mapambano dhidi ya ubaguzi wa kijinsia, ubaguzi wa rangi pamoja na ubaguzi wa mtu mweusi katika nchi nyingi za Kiafrika. Vyuo na taasisi za wanawake nyingi sana duniani pamoja na makumbusho kadhaa barani Afrika zimepewa jina lake ili kila kizazi kipate kujifunza thamani ya utu wa mwanamke na nguvu ya heshima ya binadamu katika dunia ya sayari ya tatu. Ama kwa hakika, historia ni mwalimu makini. Kila tukio, hata lenye maumivu, linafunza vizazi vijavyo. Mchanga wa leo unaibua mazao ya kesho. Ukosefu wa utu wa mmoja ni hatari kwa utu wa wote. Mwanga wa ukweli haushikwi na kiza la dhuluma. Hali ya binadamu haijulikani mpaka historia imeandikwa. Uchungu wa mtu mmoja unaweza kuwa somo kwa vizazi vingine vyote. Maisha ya Sarah yanatufundisha kuhusu ubaguzi, ukoloni na haki za binadamu. Usikose kufuatilia chaneli ya Jicho la Upendo kupata simulizi kadha wa kadha kama hizi, zenye mafunzo, zenye kuelimisha, zenye kuburudisha na hata zenye kufariji pale ambapo faraja imetoweka. Langu jina ni Joseph Makori, Mr. P, Mr. Producer kutoka Radio Mazingira FM. Nikutakie wakati mwema. Kwa simulizi zenye hisia na mafunzo, kukutana na Mr. P ndani ya Jicho la Upendo.